katika mwezi wa Zifu, katika mwezi wa Zifu, katika mwezi wa Zifu, kwenye pointi ndio mwezi wa pili. Kwa hiyo mwezi wa pili hauitwi Februari, mwezi wa pili unaitwa Zifu. Unaenda nyumbani lakini hujaisikia mwezi wa pili unaitwa Zifu. Mwezi wa pili hauitwi Februari. Februari alikuwa ni mungu wa Kirumi aliyeitwa mungu wa mapenzi, ama na njia zingine aliitwa Februa, God of Love. Na ndio maana unaona katika mwezi wa pili, mwezi wa Februari, siku ya 14, kuna mwezi ambao watu wanatukuza sana. Unaitwa namna gani mwalimu wangu? Ama sikukuu watu wanatukuza sana, inaitwa ya Valentine's Day. Kweli ama uongo? Ni kweli. Wanapeana maua mekundu kanisani na nyumbani. Kweli si kweli mwalimu wangu? Angalia Valentino ikifika ama Valentine's Day, wanasherekea watu wa kanisa na wale ambao sio wa kanisa. Wacha nikwambie, Valentine's Day hapana ya Mungu. Lakini ilikuwa ni mwezi wa pili, ama ilitanishwa na mwezi wa pili, mungu wa Kirumi wa mapenzi. Na ndio maana unaona mwezi wa pili katika hiyo sikukuu boma mingi sana zinaharibika, kwa sababu sio sikukuu ya Mwenyezi Mungu. Na mwezi wa pili hauitwi Februari, alikuwa ni mungu wa Kirumi wa mapenzi. Mwezi wa tatu hauitwi March. Fungua yako, naona ndugu yangu wanafungua yake kuhakikisha. Mwezi wa tatu unaitwa Sivan, Esther 8 mstari wa 9. Mwezi wa 4 unaitwa namna gani? Hauitwi vile unajua Aprili. Kwanza Aprili hapo ni kichekesho. Maana katika siku ya kwanza ya mwezi wa April kuna sikukuu inaitwa Fool's Day. Watu kuambiana uongo. Kweli si kweli watu wa Mungu? Kweli si kweli watu wa Mungu? Mwezi wa 4 hauitwi hivyo. Mwezi wa 5 hauitwi vile unafikiri, ati unaitwa Mei. Mwezi wa 5 unaitwa Av. Kulingana na Yeremia 52 mstari wake wa 12. Sina wakati wa kufundisha hii yote, maana kuna mengine nataka tuingie ndani yake. Lakini mwezi wa 7 angalia hauitwi Julai. Mwezi wa 7 unaitwa Tishri ama Ethanim. Mwezi wa 8 unaitwa Chesvan ama Bur. Angalia hizi vitabu, 1 King chapter 8 verses 2. Mwezi wa 7 hauitwi Julai. Julai mwalimu wangu mwelekezi, kuna picha pale. Julai iliitanishwa na mfalme alikuwa wa hii kanisa, aliitwa Julius Caesar. Anajulikana sana, ameact filamu mingi. Kweli si kweli? Mwelekezi sijui ama umepata hiyo huko chini. Mwezi wa 8 hauitwi Agosti. Agosti ilitoka kwa mfalme wa hiyo kanisa, aliitwa Augustus Caesar. Mwezi wa 8 kitendawili unaitwa August, kinyume na Mwenyezi Mungu. Wa 9 hauitwi venye unafahamu. Ndiye huyu alikuwa kitwa Julius Caesar, ndiye aliitanishwa na ufalme ama na huo mwezi wa 7, kinyume cha Mwenyezi Mungu. Mwezi wa 7 unaitwa Ethanim. Na nafikiri ndio tuko mwalimu wangu. Nafikiri ndio tuko mwezi wa 7 wa kwenye Biblia. Sasa wewe unasema huko wa kwenye wa 11, wakati wa mwezi wa Biblia unaitwa namna gani? Unaitwa Ethanim, na ndio tuko. Labda angalia, nitakueleza zaidi hii maneno ukiendelea kusikiza. Sasa mwalimu wangu, natamani tuangalie mwezi wa 12. Maana mtu wakiambio ukija pale kanisani, Brother Shege, yeye angalia ni jamaa wa hii mtaa, amezaliwa huu mtaa, yeye anaishi tu hii mtaa. Alikuwekea wazi ya kwamba vile watu wanasema kanisa iko hapa ya Illuminati, akakuwekea wazi na akakufundisha vizuri ukaelimika. Sitamani nirejelee, lakini ukija kanisani tutakupa ile kalenda inaitwa Bible calendar. Hatutakuitisha hata sumuni. Hiyo ndiyo ya Mungu. Hiyo ingine imekuja na kanisa ya Kirumi, ikawapea wa Pentecoste, ikawapea sijui Jehovah Witness, wanatumia hii. Hatuna haja ya kutaja, lakini tunatoa kama mfano. Wengine wote japo wao wanaenda sijui wanaenda siku ya Jumamosi, wanaitwa sijui Adventist, bado wanatumia hii. Ama wanatumia ya hiyo inaitwa the Gregorian calendar, ambao iko na mwezi wa Januari hadi Disemba, wakati mwezi wa Mungu unaitwa Nisani, wa mwisho hapana Disemba unaitwa Adari. Wacha kwanza hapa Disemba, ndiyo nataka hapa
Waswahili wanasema kitumbua inaingia mchanga, ama sivyo wanasema. Hapa nitakuonesha maneno. Mwezi wa 12, angalia Esther 9 mstari wa kwanza, hauitwi Adar. Lakini Wakristo na watu ambao sio Wakristo, angalia, wanafuata hii. Kanisa ya mwanamke aliyeitwa kahaba ikaleta hii, ikaondoa hii kalenda ya Mungu na kuleta nyingine ambayo ilitengenezwa mwaka gani? 325 AD. Ndio hiyo kalenda ya January, February, March, April, May. Angalia Musa leo akifufuka akute hii, labda atakufa tena. Akikuta Januari, akikuta Disemba, wakati Musa alikuwa akijua Nisan. Na hii Nisan ilikuwa inapewa jina nyingine, inaitwa Abib ama Nisan. Manabii wote walitumia hii. Hakuna mtume alitumia Januari. Hakuna nabii alitumia April. Soma hiyo mwalimu wangu, ni kuonesha kitu kingine hapa. Imeandikwa safi. Tisa yake ya kwanza kitabu ni cha Esther. Hata ulipofika mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Mwezi wa 12 unaitwa Adar. Hauitwi Disemba. Disemba, naomba nikuambie, imekuja na ufalme wa Kirumi. Huyu mwanamke akapewa sijui mtu wa PCA, sijui mtu wa gani ingine, wote wakakabidhiwa na wakapokea. Na ndio maana tukaambiwa ya kwamba yule mwanamke alikuwa na watoto walioitwa pia kahaba. Mwalimu wangu, angalia katika mwezi wa 12. Mwezi wa 12 wa Disemba, tarehe 25, unapata kuna sikukuu mashuhuri sana. Inaitwa Christmas Day. Inasherekewa na watu ambao kwamba sio wa kanisa na wengine ni wa kanisa. Kweli si kweli mwalimu wangu? Wacha nikuambie, Biblia mzima kama uko na hiyo aya urete, nitakupa zawadi ya dhao moja na ni wewe utatoa. Mimi naongeza pia ya pili. Unajua ukiongeza ya pili zitakuwa 2 na wewe mwenyewe ndio utatoa. Zote 2 ziko. Uko nazo? Kabisa. Wakitoa andiko gani? Christmas ni tarehe 25. Badilisha hii battery. Dhao 2. Mzee naona anakaribia akisikia hivyo. Karibu mzee. Anasikia dhao 2 anakaribia. Karibu ndugu. Kama una hiyo andiko, dhao ngapi? Angalia ndugu yangu, dhao ngapi? Angalia dhao ngapi? Usiogope. Dhao ngapi? Dhao ngapi? Wacha huyu aseme. Maana nimeona wakati nimetaja dhao 2 nimeona amevuka. Unajua saa hizi economy sio mzuri. So, dhao ngapi? Sema kwa sauti, dhao ngapi? Ukitoa andiko gani? Christmas ni tarehe ngapi? 25. Sawa Christmas ni tarehe 25 na Yesu alizaliwa tarehe 25 ya Disemba. Sawa? Mwenye atatoa saa hii, huyu atakupa dhao 2. Cash. Na hata kama naweza ambia hawa wahubiri wachangachange, hata inaweza fika dhao 5. Ukweli ama uongo? Hata 10 itafika. Manene si unaweza toa kitu unaweza toa ngapi? Hata 2 nitape. 2. Kwa hizo ni ngapi? 4. Labda wewe utatoa ngapi? Asiwezi kosa moja. Bas 5. Krismasi tarehe 25. Naona kuna mtu ana record. Ukweli ndio achukue kama evidence nikikosa kupeana. Ukweli 5. Krismasi tarehe 25 ndio Yesu amezaliwa. Wacha nikwambie, hakuna sikukuu kwenye Biblia inaitwa Krismasi. Hakuna hiyo. Hata kwa gazeti hiyo hakuna. Ati Yesu amezaliwa tarehe 25 Disemba, hakunaga hiyo. Wacha nikwambie, kwanza kitu ya kuchekesha waweze kuona. Ukijua Krismasi imefika, unaonaga kamzee kenye kako na nguo nyekundu na kako na mandevu. Sasa mimi mtu wa kiambio nataka tuelimishane. Mwalimu wa jana alituambia Mungu hapendi mafara. Sivyo alituambia? Yeye kwanza ni ndugu yetu mkubwa na tunamheshimu. Alisema vizuri ya kwamba Mungu hapendi wajinga, na ni ukweli. Angalia, wacha tuulizane. Mtoto amezaliwa mdogo. Kweli si kweli? Mtoto mdogo, ndugu yangu, kweli si ni vizuri tuambiane ukweli. Mtoto amezaliwa mdogo. Sawa Na babake si of course ni kijana kwa sababu ni mtoto wa kwanza, na mamake ni msichana. Lakini ishara ya huyu mtoto ni guka. Yaani Krismasi ishara yake ni babu. Ako na madevu. Kuna uhusiano gani ya mtoto mdogo na mzee wa miaka kama 70? Kuna uhusiano wowote? Ama watu wanasemaga huyu ni Joseph? Uongo mtupu.
hakuna uhusiano. Alafu huyu mzee anaitwa namna gani? Mwalimu wangu, kama ungenipa hifadhi ningefurahi. Huyu mzee anaitwa Santa Claus, anaitwa Santa. Ukweli si ukweli ndugu yangu? Ukweli kabisa. Santa Claus ni maneno ambao imefichika. Santa Claus ukipanga vizuri ni kumaanisha Satan. Na ndio maana hapa imeandikwa na do not shout. It's supposed to be a secret. Inafaa kuwa siri. Na ukiona sikukuu ya Krismasi katika nchi inaitwa ya Israeli, sio msimu wa baridi, lakini huyu mzee anatokeaga na mavazi ya kibaridi baridi, kuoneshana ya kwamba wakati wa Yesu amezaliwa ati ilikuwa wakati wa baridi. Israeli wakati wa Desemba 25 na Yesu amezaliwa Bethlehemu ya Yuda. Amezaliwa Bethlehemu, hakukuwa wakati wa baridi. Krismasi sikukuu gushi. Ukubali ukatae, hakuna sikukuu kama Krismasi. That is one. Second, Krismasi watu wanasema ati wanasherekea kwa sababu Yesu amezaliwa. Kweli si kweli? We mwalimu msomaji, kati ya Yesu na Yeremia nani alikuja mwanzo? Yeremia. Ndiye alikuja mwanzo. Kweli si kweli? Wacha uone. Wakati sikukuu ya Krismasi inafika, watu wanafanya nini? Watu wanakanda chapo. Kweli si kweli Sami? Watu wanakanda chapati, watu wanakunywa kapombe sana, watu wanastarehe na wanakaa vizuri. Kweli si kweli? Wacha uone, kabla Yesu hajazaliwa bado watu walikuwa wakisherehekea Krismasi. 7:16 Yeremia. Imeandikwa. Chap chap. 7:16 imeandikwa. Safi. Basi, wewe usiwaombee watu hawa. Kwa nini? Wala usiwapazie sauti yako. Kwa nini? Wala kuwaombea dua. Kwa nini? Wala usinisihi. Endelea. Kwa ajili yao. Kwa maana sitakusikiliza. Safi. Je, uoni wanavyotenda katika miji ya Yuda? Katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu wanafanya nini? Watoto huokota kuni. Watoto wako marikizo. Disemba watoto wanakuaga marikizo ama wanakuaga shuleni mwalimu wangu? Wako katika likizo. Wako likizo. Sawa sawa na zamani. Watoto wanaokota kuni. Endelea chini. Baba zao huwasha moto. Baba zao wanawasha moto. Mababa Disemba wako kazini ama wako likizo mwalimu wangu? Wako katika likizo. Wamama wanafanya nini? Na wanawake hukanda unga. Wanawake wanakanda unga ya chapati. Wafanye nini? Ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni. Huyu ndiye anasherekewa Krismasi. Believe you me. Huyu ndiye anasherekewa. Anaitwa malkia wa mbinguni. Ndiye huyu. Wewe ukisherekea Krismasi kuzaliwa kwa Yesu, jua wakati wa Yeremia huyu alikuwa akisherekewa, na sio mbinguni kwa Mungu. Sio mbinguni kwa Mungu. Maana kuna mtu atauliza, wakati Mungu anasema anaishiki mbinguni, alafu tena tusikia kuna malaika mwingine ama malkia mwingine anaishi, ni mbinguni gani? Tulia, nitakufundisha vizuri. Tulia nikufundishe. Huyu ndiye alisherekewa na akina Yeremia. Twende chini msomaji. Na kuamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji. Hiyo si sikukuu ya Mungu, ndio maana watu wanalewa sana. Sikukuu hii ililetwa makanisani. Believe you me. Angalia, Krismasi ikifika, watu ambao sio wa kanisa wanakunywa pombe. Na pia wale ambao ni wa kanisa wanasema kwa sababu ni sikukuu ya mtoto haiwezi mwagwa, hata mimi nitapiga grasi maana ni sikukuu. Kweli si kweli? Ilikuwa ni sikukuu walisherekea Warumi wa zamani, wakaleta kwenye makanisa. Siku ya leo kanisa zote na wale ambao sio wa kanisa wako katika mpango wa shetani wa kupangwa. Mwalimu wangu, kisha baadaye sikukuu hii ya Krismasi inapambwa na kitu nyingine inaitwa Christmas tree. Ndio hii inaitwa Christmas tree. Sasa unashangaa, kwanza inaitwa Christmas. Christmas inaanzaga na X. X ndio inaitwa Xmas. Na X ni kumaanisha hakuna. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kitu hakuna. Kwa sababu hata wale wanasema niliachana na my ex, yani ni kitu yani ni kitu hakuna. Kwa hivyo ni Xmas, Xmas 3 ni kitu hakuna. Tena nikuambie, hii ilikuwa bado ikitumika ama ikitumiwa na watu wa zamani kama sanamu.
Mwalimu wangu, mimi sitaki nidwell sana katika hii. Maana hii tunawapa kwa vidokezo, maana mambo ni mingi sana. Kuna ubatizo wa uongo, kuna miujiza ya uongo kwenye kanisa, na sitaki uende kama sijakufundisha. Lakini naomba nikuambie, ndugu yangu wa Kiambio, wagetuomba hiyo sikukuu sio ya Mungu na usisherehekee tena. Wacha tumuulize mama yake Yesu. We Mariamu, wewe ulimzaa Yesu. Je, Yesu ulimzaa sikukuu gani? Maana kuna mtu mmoja hapo wa Kiambio anasherehekea Krismasi akisema ati ni siku ya kuzaliwa ya mwanao. Luka 1:29 tusikie. Wewe umewahi sikia mahali ati Paulo? Umewahi sikia ndugu yangu? Wewe ni msomi wa Biblia. Nani msomi wa Biblia? Ulisikia mahali ndugu yangu Petero alienda kupiga bashi kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu? Umewahi sikia? Hakuna hiyo. Hakunaga hiyo. Lakini Wakristo wa sasa na wale sio Wakristo wanasherehekea Krismasi. Sikupenda kwako, sikuhukumii, lakini nitakupa solution. Karibu ndugu yangu, ameona maneno imechacha. Na ndio tunaanzia ndugu yangu. Barikiwa sana. Umenitia nguvu sana. Basi nasema ya kwamba Krismasi, wacha usikie mama Yesu anasema namna gani. 1:26. Safi. Wewe msomaji vipi? 1:26 kitabu ni safi. Mwezi wa sita. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Angalia mwezi wa sita, acha wata tu assume. Ya kwanza mwezi wa sita ni June kulingana na kalenda ya Kirumi. Kwa sababu mwezi wa sita katika kalenda ya Mungu unaitwa Elul. Lakini wacha tuende na hiyo mawazo ya watu wa kisasa na kanisa ya kisasa. Mwezi wa sita ndio unaitwa wa Juni kulingana na kalenda ya Kigirigori. Ndio malaika alienda kwa Mariamu mama Yesu akamwambia, Maria, umebarikika kwa wanawake wote na utapata mimba. Kisha baadaye Mariamu akapata mimba. Sasa wacha nikuulize mwalimu wangu, mstari wake wa 34, kisha tuhesabu tuone Yesu amezaliwa lini. Soma hiyo andiko mwalimu wangu. Mwalimu changamuka. Imeandikwa, Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, maana mwana wa Mungu. Mwezi wa sita akina mama wako hapa. Akina mama, mtoto anazaliwa kwa miezi ngapi? Mtu yote anajua hiyo. Mtoto anazaliwa kwa miezi 9. Kweli si kweli? Akina mama. Kweli si kweli mama? Asante mama. Barikiwa sana. Mwingine yako hapa ananyamaza. Kwa nini mnanyamaza na tunafundishana? Barikiwa sana mama. Mtoto anazaliwa kwa miezi 9. Sasa kuanzia mwezi wa sita mpaka mwezi wa Disemba tarehe 25. Sijui miezi ngapi hiyo, hata yule hajui mahesabu sana. Hiyo ni miezi ngapi? Kama 5. Yaani unataka kusema Yesu alizaliwa na miezi 5? Miracle baby. Haiko hivyo. Yesu amezaliwa na miezi 9. Hivyo basi hakuna mahali kwenye Biblia inasema alizaliwa tarehe 25, sikukuu ya Kirumi ya uongo. Wakapewa Wakristo, wakapewa Waprotestanti na kanisa lililotumika na shetani kudanganya ulimwengu. Hivyo ndivyo ilivyo. Kubali ukatae, lakini mimi naona nyinyi mnakubali. Sasa wacha nikuoneshe kitu kingine. Kuna 5,000 yule mtu atatoa mahali ambapo Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Cash. Hata mimi natoa, imechangwa na hawa wahubiri. Na sisi usikiri ni maskini, na usikiri tunakuja kukuchezea. Angalia venye mko wengi. Hata nikisema mtoe sadaka 10 nitaenda na dhao 2 zangu hapa. Lakini hatuombi maana haifai. Na tunawaambia haifai kwa sababu ndivyo ilivyo. Mwalimu msomaji, wacha nikuambie nani alizaliwa tarehe 25. Mwalimu wangu mwelekezi, unajua kwenye naelekea. Nipe picha ya huyo jamaa, nikuoneshe nani huyo amezaliwa tarehe 25.
Nipe mwalimu. Nipe huyu jamaa. Unamtafuta aonekane. Kwa nini anajificha? Anajua nataka kumwanika. Haya. Christmas hapana ya Mungu, Valentines hapana ya Mungu. Gari nyingine ambayo sio ya Mungu, za Mungu nitakuonesha ni gani. Lakini sijui ama niko na wakati mwingi, maana niko na mambo zingine. Nataka nikuoneshe ubatizo wa moto. Watu wanabatizwa kwa moto. Moto. Watu waacha hivyo, watu mnasema sijui yes. Jamaa mrembo huyu. Aya, nataka nikuoneshe cash bila ya kukuficha. Mose. Aya, twende. Twende. Ndio hiyo. Angalia, unaona imewekwa nikaona sasa ndio huyo Yesu. Maana watu hapa wanafurahia. Acha nikuambie ndugu yangu wa Kiambio. Mimi siko hapa kukudanganya. Na nikikudanganya Mungu anasema atanihukumu siku ya mwisho. 19:5 ndio inasema hivyo kitabu cha Mithali. Ya kwamba nikidanganya Mungu atanihukumu. Soma hiyo nikwambie huyu ni nani, maana mimi na imani wewe unaamini huyu ni Yesu. Unaamini huyu ni Yesu. Lakini huyu hapana Yesu. Cash nitakwambia huyu ni nani. Soma hiyo msomaji. 19 aya yake ya 5 kitabu ni cha Mithali. Shahidi wa uongo hakosi ataadhibiwa. Shahidi wa uongo ataadhibiwa. Wala asemaye uongo hataokoka. Yoyote asemaye uongo hataokoka. Nikikudanganya sitaokoka siku ya mwisho. Na unafaa ujiulize, kwa nini sikuombi sadaka na wahubiri wengine wote lazima waombe sadaka? Mimi niko na haja na wewe uokoke. Angalia. 1. Kitu ya kwanza, huyu ni mzungu. Lakini ako kwenye makanisa, ako kwenye manyumba za watu, ako kwenye magari, watu wanafanya ibada kwake. Wacha nikwambie, 1. Yesu hakuwa mzungu. 9:4 Warumi. Fungua yako ya simu. Yesu hakuwa mzungu kama huyu. Yesu alikuwa kabila gani? Soma kisha niwaambie huyu ni nani. Na nikwambie huyu ndio watu wanasherekea tarehe 25, kisha wanafanya ibada kwa yule mwanamke anayeishi mbinguni kama vile tulielezewa. Soma hiyo. 9:4 kitabu ni cha Warumi, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa Taurati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Kristo alikuwa Myahudi, alikuwa Jew, an Israel, lakini huyu ni mzungu. Huyu hapana. Alafu ni vizuri tuambiane ukweli. Wazungu wametubeba vibaya sisi wa Afrika. Wanasema ati Yesu ni mzungu na Mungu pia ni mzungu kwa sababu wao ni wazungu. Uongo mtupu. Huyo ameletwa na wazungu wakitumia hiyo kanisa ya Kirumi. Yesu hakuwa mzungu. Na by the way, mnajua Yesu alikufa bila mke? Mnajua hivyo? Mnajua hivyo? Yesu alikufa na miaka 33, akaangikwa msalabani. Sawa? Alafu Yesu akiangikwa msalabani alikufa kama bachara. Unajua hivyo wewe ndugu yangu? Yesu hakuwa na mke. Si unajua hivyo? Kama Yesu alikuwa anakaa hivi, kama alikuwa anakaa hivi, unafikiria namna gani? Kama unafikiria anakaa hivi, angepata mabibi wangapi? Au unajua ni vizuri tuambiane ukweli. Thank you so much. Barikiwa sana mzee. Baadaye. Asante sana. Kuja ukiwa soba. Haya. Kama Yesu alikuwa maridadi, angepata bibi wangapi? Siko pale. Lakini naomba nikuambie, Yesu hakuwa maridadi. Na siongei kwa mdomo wangu. Yesu hakuwa handsome. Kama hujui na kuonesha, Yesu hakuwa handsome kama huyu. Yesu alikuwa anakaa namna gani? Isaya 53 mstari wa kuanzia wa 2. Sasa mwingine anakasirika juu ya picha ya mzungu. Unakasirika juu ya picha ya mzungu? Nani wazungu wametudanganya? Wapi kwenye Biblia inasema Yesu alikuwa mzungu? Alikuwa anakaa hivi. Mimi nakuonesha Yesu hakuwa mzungu, na nitakuonesha
Yesu huyu anakwambia namna gani? We tulia tu, usiende mahali. Soma hiyo. Maana alikuwa mbele zake kama mchoro, Yesu kama mzizi kati ya nchi safi. yeye hana umbo wala uzuri. Yesu hana umbo wala uzuri. Na watu wa zamani walipomuona Yesu, maana huu ni unabii wa Yesu, hana uzuri hata tumtamani. Yesu hakuwa wa kutamanika, hakuwa handsome. Angalia Warumi, wakatuletea bonge la mtu. Kwa nini wacha nisiongee sana, lakini ameletwa mtu mwenye nguvu mingi, ndio watu wakimuona wafikirie ni mzuri wafuate, lakini ni uongo. Wacha nikuoneshe vizuri zaidi huyu ni nani na watu wanamwabudu kwa minajili gani. Wewe unapita na uko na huyu Yesu kwa nyumba, na nitakwambia huyu atakwambia namna gani. Picha inayofuata, mwelekezi wa picha, ndio huyu Yesu unayemwabudu. Sasa ule alikuwa amekaa very humble, si unaona? Amekaa, sasa ndiye huyu. Amekura akashiba, tena akafungua kashati. Unaona venye amepost vizuri. Alafu ako na trouser ya jeans. Kumbe wakati wa Yesu kulikuwa na trouser za jeans. Alafu ako na kabring. Unaona Yesu? Ako na, unaona amepost vizuri. Lakini watu wanafuata blindly bila kujua. Lakini si kupenda kwenu. Kanisa iliyoanzia ndio imeletea watu mambo haya. Sasa nikwambie mtu wa kiambio, huyu anaitwa namna gani? Sijui kuna msomi mzuri anisomee. Nani anajua kusoma Kiingereza? Unajua kijana? Kuja. Tumpigie makofi mazuri. Sasa wewe angalia, kuna mtu apigi makofi na tumpigie acha roho mbaya. Unakataa kumpigia na yeye amejitokeza, na mtu anasikia naitana anajificha na mtu mwingine hivi. Na kijana amejikakamua. Haya, unajua kusoma, utasoma kwa Kiingereza na mimi nitatafsiri, sawa Haya, soma. Unaitwa nani? Brian nani? Kamau. Brian? Kamau. Haya, sawa. Brian Kamau, unanijua? Unajua kuna mtu anafikiria ni wa kanisa yetu, kwa hivyo unijui. Haya, nataka unisomee. Si unajua kusoma Kiingereza? Haya, soma kwa sauti. Robert Powell, who acted Jesus Christ in the movie. Robert Powell, who acted Jesus Christ in the movie Jesus of Nazareth in 1977. Turia. Kijana anasoma kwa Kiingereza, mimi na tafsiri. Huyu anaitwa Robert Powell. Alicheza filamu ambayo inaitwa ya Jesus Christ mwaka wa 1977, na hiyo movie iliitwa Jesus of Nazareth. Aendelea. In 1977 said in his words. Ati huyu anasema kwa maneno yake mwenyewe, I never cease to say and I repeat it to the whole world. Ati ya kwamba sitaacha kusema na narejea kwa dunia yote. Endelea. That I am not Jesus Christ. Ya kwamba huyu Yesu unayemwabudu anakwambia kwamba yeye sio Yesu Kristo. Endelea. I am just an actor and British comedian. Ati yeye ni mcheza filamu na mchekeshaji lakini wa kizungu. Kumbe huyu Yesu tunayemwabudu ni comedian kama YY. Can you imagine tunaabudu mchekeshaji kama Churchill? Ni mfano tu. Huyu ni mchekeshaji lakini wa kizungu. Tunaabudu Sripe lakini ni wa Marekani. Tunaabudu mwingine mgani mwenye mnajua? CEO anaitwa Bruce, kijana fulani anachekesha. Hivyo basi huyu ni mchekeshaji. Tuendelee kijana wangu. I am tired of seeing my photos displayed in churches. Ati nimechoka kuona picha zangu zimewekwa kwenye makanisa, homes, cars and other places for worship. Ati nyumbani, kwa magari na nyumba zingine za ibada. Tuendelee kijanangu. I just make a film of a living. Ati mimi nafanya filamu kwa sababu ya kutafuta kitu ya kukula kila siku. Endelea. Burn my pictures. Soma kwa sauti hapo. Burn my pictures and worship the only. Hebu soma tena. Burn my pictures and worship the only God in truth. Ati chomeni picha zangu. Ndio huyu Yesu wewe unayemwabudu. Chomeni picha zangu na mumwabudu Mungu kwa njia ya kweli na ya haki. Endelea. I am just an actor. Mimi ni mcheza filamu tu.
Jesus is Lord. Bwana asifiwe. Tumpigie kijana wetu makofi mazuri. Hivyo ndivyo ilivyo. Ati huyu ni mcheza filamu. Rudisha hiyo ya kwanza tena niwape mfano mwingine. Hiyo ya kwanza, angalia. Yesu alikuwa duniani mwaka gani? Like 2 years ago, 2000 years ago. Ndio Yesu alikuwa duniani. Hii picha inakaa kupigwa na kamera gani? Hebu niulize, kumbe wakati wa Yesu kulikuwa na kamera? Wewe nikuulize, kuna mtu anaitwa JJ Kamotho. Sijui ama mnamjua, huyu alikuwa mwanasiasa wa Kenya zamani. Kuna mwingine alikuwa anapigania vita, alikuwa anaitwa something Marete. Alikuwa anaitwa namna gani mwalimu wangu? Asante sana. Anaitwa Baimungi Marete. Hata hao wote hawamjui. Unajua Baimungi Marete, mzee, si kwa ubaya. Alikuwa ni freedom fighter wa Kimeru. Alikufa 1964 nafikiri. No, 1967 kama sikosei. Baimungi Marete. Haya, kuna mwingine tunamjua sana, shujaa wa nchi, anaitwa Dedan Kimathi Waciuri. Alikufa 1954. Umewahi ona picha ya Karad ya Dedan Kimathi? Umewahi ona? Hakuna kama hii. Jomo Kenyatta nani amjui? Mzee wa taifa, baba wa taifa. 1978 ndiyo amekufa. Hakuna picha yake Karad. Hakuna ya Dedan Kimathi. Lakini Yesu aliyekuwa 2000 years ago, ina uwezekano tunadanganyana. Kweli si uongo mama? Hakukuwa na kamera wakati wa Yesu. Hakukuwa. Huyu sio Yesu, tumeambiwa habari zake. Sasa wazungu walipokuja na Yesu wao, Yesu alikuwa ameonea 18. Akawaambia, siku za mwisho mjihadhari, maana watu watakuja wakisema wao ndio Yesu, ndio muwafuate. 24:4, angalia Biblia yako kitabu cha Mathayo 24 verses 4. Yesu alitabiri. Sasa wacha nitakuonesha sasa kitu ya kusisimua. Kwa sababu wewe unaamini huyu Yesu, nitakuonesha Yesu mwingine Muafrika, na sio Muafrika Mkenya. Na kuwekea usione mchezo. Nione kwa sababu unafuata huyu, utakubali wenu wa Kenya. Kwanza ni wa Nyanza, nafikiri. Haya, tulia, twende. Imeandikwa. Safi. 24 kitabu ni cha Mathayo. Changamka. Yesu akajibu akawaambia. Yesu akawaambia, angalieni. Mtu asiwadanganye. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wakisema vipi? Wengi watakuja wakisema mimi ni Kristo. Mimi ni Endelea. Safi. Huyu amekuja akasema yeye ni Kristo, akadanganya wengi. 24 inasema namna gani hapo? 24 Safi. Kwa maana watatokea makristo wa uongo kama huyu na manabii wa uongo. Tulia msomaji, wacha nikuoneshe Kristo mwingine, lakini yeye ni wa uongo. Yeye anasema ni Kristo, lakini yeye ni mweusi. Asante kwa kurudi sistangu, kwa sababu ndio huyu. Mose, usizuie watu sana. Jua venye unajipanga hapo. Aya, nipe sauti mwenye wakupea sauti. Maana hapa mimi nataka usikize. Tulia mwelekezi. This is very keen. Kuna Yesu alijitokeza na Nyanza na akasema mimi ni Yesu niliyekuwepo na sasa nimerudi nikiwa mtu mweusi. Waacha usikie habari zake, ni wa Bungoma. Juzi tulikuwa hapo mahubiri Bungoma, Ni wa huko na sikumuona. Sijui kwa nini huku nipeleka kwake. Alijificha akisikia tumeenda huko. Haya, piga pray na unipe sauti. Salamu za Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Jina naitwa Yesu. Ati nini? Rudisha nyuma. Haya. Kwani iko namna gani? Twende. Jina naitwa Yesu. Haya, wewe sasa ni nini? Umefurahia hata wewe hiyo maneno? Haya, rudisha hiyo. Maana hapa ndipo kwenye na ujue ndio tunaanza. Nataka nifundishe ubatizo wa uongo, kisha niwaonyeshe miujiza ya uongo, nipeane nafasi ya swali tumalize, manake kesho nafikiri kutakuwa na mwalimu mwingine pia wa unabii afundishe hapo pengine. Kweli si kweli? Twende. Salamu za Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Jina naitwa Yesu.
mwalimu. Sifiwe Yesu. Amina. Utukuzwe Yesu. Na hawa ni malaika wake. Amina. Mimi ni Nabii Benjamini, mke wa Yesu. Taratibu. Kumbe huyu Yesu kinyume na Yesu wa Biblia ako na bibi. Anajiita nabii Benjamini. Wewe umewahi sikia nabii anaitwa Benjamin kwa Biblia? Nabii Benjamini. Malaika Benjamini. Malaika Benjamini. Umewahi sikia malaika Benjamini kwenye Biblia? Lakini wacha kwanza kitu ilinishtua sana. Anasema kwanza cheza. Kia. Nimebarikiwa kuliko wanawake wote kote duniani. Ako na wafuasi wake. Swali ambalo linaja kwa akili yangu ni kwamba kuna tofauti ya Yesu Kristo aliye kwenye Biblia na Yesu, mwalimu Yesu wa Torati. Mimi ni Malikia. Nimebarikiwa kuliko wanawake wote kote duniani. Sikia venye aliulizwa na journalist. Swali ambalo linaja kwa akili yangu ni kwamba kuna tofauti ya Yesu Kristo aliye kwenye Biblia. Aya, aliulizwa na journalist. Swali linalokuja ndani ya moyo wangu ni kwamba je, kuna tofauti na Yesu Kristo wa Biblia na wewe mwalimu Yesu? Jumana anajiita Yesu wa Tongareni. Wacha usikie alijibu namna gani. Haya, twende na tunaenda polepole Michael. Na Yesu, mwalimu Yesu wa Tongareni. Asante. Hakuna utofauti. Haya, tutulie. Piga pause kwanza. Gari ingie. Haya, taratibu, piga pause. Tunakwenda kusikia kuhusu huyu Yesu wa Tongareni. Sijui hii speaker, sijui mtu ananisata. Rudisha huku mbele. Bro, rudisha tu huku mbele. Thank you so much. Ndugu zangu mbarikiwe sana. Naheshimu hiyo sana. Haya, pole tu. Taratibu. Haya. Kata huko. Haya, thank you so much. Barikiweni sana ndugu zangu. Watoto ondokeni. Kata kabisa. Pore tu. Haya, thank you so much brothers. Mbarikiwe sana. Nimeona upendo wenu. Haya, ndugu zangu mbarikiwe sana. Hongera sana. Thank you so much. Nimekuona wewe uko na shirt jezi ya yero. Mfuasi wa Yesu. Huyu wa Tongareni. Niko nafikiria ni huyu wa Tongareni. Na sio huyo mzungu. Haya. Wa kwenye Biblia that is ambao hana mchoro. Si ndio hiyo? Good. Thank you so much. Thank you bro. Haya, sasa anaulizwa swali ambayo inakuja ndani ya mawazo yangu ni kwamba kuna tofauti wa Yesu Kristo wa Biblia na huyu. Sikia venye alijibu. Twende. Haya, twende kasa ichezei. Thank you so much. Ambalo linaja kwa akili yangu ni kwamba kuna tofauti ya Yesu Kristo aliye kwenye Biblia na Yesu, mwalimu Yesu wa Tongareni. Asante. Hakuna utofauti. Ni mimi. Ati huyu ndiye Yesu wa kwenye Biblia. Kumbe ndugu yangu wewe unaamini. Wewe kama unaamini Yesu wa Biblia ndiye huyu. Kulingana na yeye ndiyo anasema. Sawa Haya, wacha tuendelee usikie venye anasema. Endelea. Nalikuwepo. Na nimerudi kwa ajili ya kukamilisha kazi ambayo niliachia njiani. Sikia kitu kingine ya maana sana yenye anasema. Yesu mimi ni Biblia. Sikia. Mungu amenituma kwa ajili ya hii Bible tunasoma ni huyu jamaa. Hii tunasoma ni huyu jamaa huyu. Can you imagine? Kristo akasema namna gani watatokea makristo wa uongo. Yesu hakuwa mweusi hivi na hakuwa mzungu. Alikuwa Mwibrania, a Jew. Jew si mweupe sana na si mweusi kama huyu. Alikuwa a Jew. Na kwa sababu Mungu alijua kwamba watu watajitengenezea Yesu bandia, Mungu akasema usitengeneze mfano wa mtu awaye yote, beit mwanamume, beit mwanamke, umwabudu kwa ajili ya Yesu. Angalia Kumbukumbu ya Torati 4:16 na 17. Mungu anasema usitengeneze picha useme huyu ndiye Yesu, maana Mungu alijua watakuja kama hawa. Alipokuwa akihojiwa
akaulizwa na journalist. Hatuchezi hiyo kwa sababu ya wakati. Angalia hiyo. Akaulizwa, na kwa sababu Yesu alikuwa anafanya miujiza. Aliponya mahali pengine akaponya watu, mahali pengine akafungua mtu mwingine macho, mahali kwingine akaweza kufanya nini? Akaweza kubadilisha mawe ikawa si mawe, akabadilisha samaki wawili na mikate 5 ikakuwa chakula ya watu wengi. Wewe ulifanya miujiza gani? Ama ni muujiza gani unaweza sema ya kwamba umefanya? Unajua venye alisema mwalimu wangu? Alisema muujiza yenye kubwa amefanya. Siku moja alibadilisha safi. Wakati Mungu alijitokeza, watu hawakuona umbo wa yote. Aliyosema nanyi kutoka kati ya moto. Fanya haraka mwalimu wangu wewe. Msijaribu nafsi zenu. Mkajifanyia sanamu ya kuchonga. Turudi kwenye picha ya mzungu. Mkafanya sanamu ya kuchonga. Mfano wa sura yoyote. Mfano wa sura yoyote. Mfano wa mwanamume. Michael, tuchangamke. Mfano wa mwanamume au mwanamke. Endelea chini. Endelea kusema. Sanamu kama hii ni idol worship. Usifuate hii, maana Yesu hakuwa hivi. Huyu mwingine wa huku Bungoma, hiyo hatushindanili sana. Tunajua ni kitu kidogo anatafuta kwa sababu ya chakula. Lakini hii ni kuambie usifuate hii. Ndio inaitwa idol worship. Twende ingine mwalimu, nipe ingine ya idol worship. Endelea chini. Endelea kusema. Yaani usitengeneze sanamu ya mwanaume kama hii ya Yesu. Mwingine amechukua ya mama ya Yesu, anaitwa Mariamu, akaeka kwenye kanisa, akaeka kwenye kitanda. Maria mama wa Mungu, naomba uniombee ukiwa mbinguni. Joseph, ulikuwa mtakatifu, nikumbuke ukiwa mbinguni. Na by the way, ati nimesema namna gani mwalimu wangu? By the way, hakuna mtu wako mbinguni. Maria ako kwenye kaburi. Can you imagine? Hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke, hakuna aliye mbinguni. Hivyo ukisema Maria akuombee, na kuambia maombi yako inaambulia patupu. Yule anafaa kukuombea ni mmoja tu, Kristo Yesu. 2:5 Timotheo. Changamka msomaji wa kwanza. Usiwe na sanamu kama hii ya Maria. Usiwe na ingine kama hiyo ya Yesu. Mwelekezi wa picha. Usiwe kama hii. Kwanza hapa ni maneno makubwa sana hapa. Unapataga picha za Maria. Kwanza huyu mwalimu anapenda sana kumuita. Anaitwa namna gani huyu? Huyo mwingine anaitwa Eve Maria. Si ndivyo unasikia ukisema? Kuna wimbo imeimbwa ndio unasikia ukisema. Aya, huyu sio Maria. Hakuna mtu alikuwa miaka mingi ya wakati wa Yesu. Na by the way, picha za Maria mama Yesu zile unaona tukichora, anachoragwa akiwa na taji. Wewe uliwahi fikiria ama uliwahi sikia mahali kwenye Biblia Maria alikuwa malkia? Hakuna mahali alikuwa malkia. Hii maneno yote sio ya Mungu. Usiabudu Maria ako kwenye kaburi. Usimwambie akuombee, maana hata yeye hasikii, maana ako kwenye kaburi, hayuko mbinguni. Soma andiko msomaji. Imeandikwa. Hey! 2:5 Timotheo ni wa kwanza. Changamka tuingie kwenye Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Yule atatuombea ni mmoja. Mwanadamu. Kristo Yesu. Wewe soma vizuri, Maria iko hapo mwalimu wangu. Hakuna Maria mwalimu. Hakuna Maria, hawezi kuombea. Ako kwenye kaburi. Lakini hii imeletwa na kanisa ya Kirumi, ikaingishiwa watu. Watu wakatengeneza sanamu, nipe sanamu, picha za sanamu mwalimu wangu. Watu wakatengeneza sanamu, zingine zinaitwa sanamu takatifu, zingine zinaitwa sijui namna gani. Warakini Mungu anasema Michael imekosekana. Aya, tupe manake nataka tuingie kwenye ubatizo. Hii yote ndugu zanguni imekuja na ufalme wa Kirumi. The first church iliyoanzia ikaingia kwenye makanisa. Sasa siku ya leo watu wanaabudu hizi mapicha, lakini bila ya kujua. Mwalimu wangu nipe hiyo ingine, manake hii tulikuwa tumeona ya Maria. Michael, ya Yesu. Aya, kama hakuna nafikiri tutaendelea. Zipige hapo nini haraka haraka. Ndio hii sanamu ya Yesu, watu wanaeka kwa nyumba, watu wanaeka kanisani, kinyume na Mwenyezi Mungu. Mungu anasema namna gani mwalimu wangu?
Kutoka sura ya 20 mstari wake wa 3. Na by the way, ukumbuke mwalimu wa jana alisema ya kwamba ati kitu inaitwa pia msalaba sio ya mtu wa Mungu. Alisema, hakusema mwalimu wangu, alisema msalaba hapana ya Mungu. Kweli si kweli? Na akasema ukiona watu wanaweka msalaba ujue hawajui, kwa sababu hapana ya Mungu. Hakuna uhusiano ya msalaba na kanisa. Hakuna. Kitu cha maana ni damu yenye ilimwagika ndio inaokoa watu, lakini sio kibonge cha mti unachukua unaweka kanisani, sikuwa pale. Lakini naomba nikuambie ya kwamba idol worship ndio hii. Watu wa Mungu wanaambiwa namna gani? Fanya haraka msomaji. Safi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na Mungu mwingine ila Mungu. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usifanye sanamu ya kuchonga kama hii ya Yesu. Wala mfano wa kitu awaye yote iko mbinguni, wala kilicho duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Safi. Usivisujudie wala kuvitumikia. Usiinamie hii sanamu wala kuitumikia. Church of God Seventh Day, njoo pare. Hatuna sanamu kama hii. Soma andiko. Inaendelea kusema. Safi. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako. Kwa kuwa mimi Adonai Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Tulia msomaji. Sanamu ya Yesu, ya Maria, ya Yosefu, ya nabii ama ya mtume Paulo, hakuna kitu kama hiyo kwenye Biblia. Hapo nimeondoka. Nataka tumalizie mwalimu wangu, na tunamalizia na baptism. Na hapa ndio nataka sasa uweke makini. Kwengine kwote ningekuwa sijakwambia ukuwe makini, lakini nikiingia into baptism naona ukienda mimi na kuhurumia. Kwa sababu gani? Baptism, hapo ndiyo shetani amejificha. Kwa nini mwalimu wangu? 3 kitabu cha Yohana mstari wa kuanzia 1, tuingie katika kitu inaitwa ubatizo. Maana ubatizo, niko na kitabu inaitwa katekisimu. Hii kitabu hii ni kitabu ya dini. Tutasoma usikie kuhusu ubatizo. Na uone vile shetani ameragai watu. Soma hiyo, tunaenda kumaliza. Safi. Hatua yake ya kwanza kitabu ni cha Yohana. Safi. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Kulikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Inaendelea kusema, huyo alimjia usiku akamwambia. Alikuja kwa Yesu Nikodemo akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu. Wewe ni mwalimu. Umetoka mbinguni, umetoka kwa Mungu. Changamka. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amina, amina nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Usipozaliwa mara ya pili hautaingia kwenye uzima wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Inaendelea kusema, Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mtu mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, Amina, amina nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yani mtu asipozaliwa na maji na roho, yani mtu asipobatizwa hawezi ingia kwenye uzima. Kumbe shetani akiongozwa na kanisa ya Kirumi ama akiongoza kanisa ya Kirumi akajua ya kwamba ubatizo wa kweli ndiyo kifunguo cha kuingia kwa Mwenyezi Mungu. Akafanya nini? Akabadilisha na kuleta ubatizo wa uongo. Wacha nikuoneshe baadhi ya maubatizo za uongo ambao Wakristo wa leo wamebatizwa. Ndio wamebatizwa wakifikiria kwamba wanangoja siku waingie kwenye uzima. Tulieni muone. Mwelekezi, sijui kama umejipanga utupe baadhi ya maubatizo ya uongo yenye iko kwenye makanisa, kisha nitakuonesha maneno hapa, utashangaa. Mwalimu, kuna ile nini? Kuna ile ka video. Wacha hiyo. Kuna ile ka video. Kaful. Niyo nafikiri Haya, piga 3. Baadhi ya ubatizo za uongo ndio tunaenda mos. Church baptism.
Kama ulibatiziwa kanisani, mwalimu wangu haya, kama ulibatiziwa kanisani hivi, jua hujabatizwa. Hii hapana ubatizo wa Mungu. Labda urejeshe nyuma kidogo, kisha niwaelezee. Hakuna ubatizo kama huu. Hii ni batizo za uongo. Na kubatiziwa kwa swimming pool, hapana ya Mungu hiyo. Nitakuonesha ya Mungu ni gani. Haya, ya kwanza inaitwa church baptism ya uongo. Uongo mtupu. Mwalimu mwelekezi. Mwalimu mwelekezi. Hakuna nabii ama mtume alibatizwa kama huyo jamaa. Hiyo ya kwanza ni ya uongo. Nyingine iko wapi? Hivi, wacha uone. Hakuna kama hii. Haleluya. Nitakuonesha kweli ni gani. Karibia mzee. Hakuna kama hii. Hii ni ya uongo. Unaona? Akijaribu unaona anaporwa kama kuna kitu. Unaona? Labda urudishe nyuma kidogo. Unaona watu wanakia na unaona? Haya, ndio uamini ni ya uongo. Michael, ndio uamini ni ya uongo. Wewe unafikiri sasa si Mungu anapenda watu wote na anataka watu wote waokoke? True or false? True or false, ndugu zangu? Si tumeshakuwa marafiki. Uongo ama ukweli? Haya, assuming MCA wa hii area na mheshimu sana, ninapeana ama wacha nipeane na wa kwetu. Assuming MCA wa kwetu amini imani, sawa unafikiri anaweza batizwa kama huyo jamaa venye anabatizwa? Piga pray. Ndio uamini sio ya kweli, kwa sababu Mungu anakomolea kila mtu. Unaamini MP abatizwe hivi, MP abatizwe hivi, assuming afute kuna mali kichwa si ameumia ya uongo hii. Unaona hii ubatizo wa uongo, lakini unasikia hawa ni watu wanabatizwa. Nafikiri watu wa Nyanza hawa ama sijui, sijui. Hili video nimetoa katika wore yao ya kanisa. Maana hivyo ndivyo ilivyo. Uongo mtupu, hakuna kama hii. Hakuna kama hii nyingine ya uongo mwalimu wangu. Nitakuonesha ya kweli ni gani. Anatuhumiwa. Huyu jamaa karibu hata amezimia. Na unaona anapigwa makofi ya muka. Haya, kuna nyingine. Sasa hii kama hujakaa vizuri. Mwalimu wangu, kama hujakaa vizuri hiyo sasa uona hii. Hii wewe acha ujionee mwenyewe. Twende mwalimu wangu. Hii nyingine kali sana. Unaona ukishafika wakati wa kubatizwa, kama moto inashwa hapa katikati. Baadhi ya ubatizo za uongo, Wakristo wamebatizwa hii, mtu alibatizwa akaitwa Peter, amebatizwa hivi ndani ya moto. Na moto kana kwamba hivi ubatizo. Uongo mtupu. Waambianeni ukweli. Na ikipungua inaongezewa kama juu. Ikipungua inaongezewa mpaka wanawake. Na ujue una viatu. Unaona? Una viatu. Uongo mtupu. Hakuna kama hii. Unaona inaongezewa kama juu. Unaona? Watu wanabatizwa hivi. Maana shetani amejua ya kwamba ubatizo ni ufunguo wa kuingia kwenye uzima. Labda twende hiyo nyingine. Hapa itajieta yenyewe. Usiende sana. Kuna nyingine. Maana hii sasa rudisha nyuma kidogo. Kidogo hapo. Sasa hii hapo iko sawa. Ukiamini church, ifike wakati wa ubatizo, unaambia wao utoe viatu. Alafu hii unabatizwa usiku. Mimi hatuna ujanja, hii ni msalaba. Kumaanisha hii ni kanisa. Wacha uone watu wanabatizwa usiku na wanabatizwa, wanatolewa viatu, alafu wacha uone baka mingi inamwagwa. Wanafanywa nini? Tulia mtoto. Haya twende. Church of God Seventh Day tuko hapa nitakuonesha. Sio mara moja na sio mbili, mara tatu. Ubatizo wa makaa.
Sasa wengine wanasema mimi siwezi fanyiwa kama hiyo, wacha nikuoneshe yenye wewe umefanyiwa na pia sio ya ukweli. Hao wamefanyiwa hii, nikuoneshe wewe yenye umefanyiwa. Mwalimu wangu, pengine kwenye ishara kwenye hii uko na hiyo picha, niekee kisha nikuoneshe nyingine ambayo sio ya Mungu ya kubatiza watoto wadogo. Watoto wadogo hawabatizwi. Kwenye Biblia nzima hakuna nabii ama mtume aliyewahi batiza mtoto mdogo, hakuna. Ubatizo ndio ufunguo, shetani amejua akaleta ujanja. Uko na hiyo umeshaipata mwalimu wangu? Niekee hiyo manake Wakristo wengi siku ya leo wamebatizwa hivi. Bisa. Lama hivi. Haya kama hakuna sawa, tutaendelea. Sasa nikwambie wengine tunabatizwa namna gani? Unawekwa ishara ya kamsaraba hapo, unaambiwa umebatizwa. Chagua jina moja ya kizungu. Acha hii. Hata iko sawa. Watu wanabatizwa hivi. Watu unaambiwa mtoto unapeleka yeye, alafu unaambiwa hivi, unawekwa hivi, alafu unaulizwa unataka jina gani? Unasema Peter. Haya, jina ya Kiingereza unapewa Peter, jina ya Kiingereza, na wewe ni Mkalenjin ama wewe ni Mbaruya. Sasa mimi nashangaa ama nangojea siku ile mzungu yake batizwa. Umewasikia mzungu anaitwa Wanyama? Umewasikia mzungu anaitwa Rupita? Hakuna, ama Nyongo. Hakunaga hiyo. Wazungu ni wajanja. Sisi tunabatizwa majina yao, lakini wao hawabatizwi majina yetu. Na bado ujue wazungu sio walikuwa na Mungu, Wayahudi ndio walikuwa na Mungu. Uongo mtupu. Hakuna ubatizo kama hii ya maji kidogo juu ya karai. Sijui mahali maji imeko kanisani unaambiwa nimekubatiza. Angalia, nimekubatiza kwa jina la Baba na jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna hiyo. Nitakuonesha hii ingine ya watoto. Watoto wadogo hawabatizwi. Wacha uone huyu. Nipe sauti yako. Mtoto kama huyu unabatizwa na maji baridi. Si hata ataongeka nione. Huyu wacha uone. Alienda kumbatizwa kufanya mistake. I baptize you in the name of the Father Nimesikia. and of the Son Uongo mtupu. and of the Holy Spirit. Unaona mtoto ameumia bure. Watoto hawabatizwi. Yesu hajabatiza watoto, mitume hajabatiza watoto, ubatizo wa kweli. Mwalimu labda tuwaoneshe. Ama kuna kubatizo kingine kamoja kajamaa fulani hapo ningetaka. Baada ya hii, kuna kajamaa kingine kamoja hiyo ya swimming pool kanisani. Hiyo ya swimming pool kanisani mwalimu wangu. Yenye inafuata ya kajamaa. Kuna mzee ndio hii. Hii nayo ni kidibwi, swimming pool inatengenezwa kanisani. Alafu watu wanaletwa kanisani wakibatizwa kwa ndio I baptize you in the name of Jesus, in the name of the Father, of the Son and of the Uongo mtupu. Wacha uone huyu jamaa maajabu amefanya hapo. Na hii sio movie, hii tumetoa kwa ore ya kanisa yao. Uongo mtupu. Nipe sauti. Sawa ongeza. Uongo. Takuonesha ubatizo wa kweli. Na Yesu hajabatizwa hivi. Yesu hajabatizwa akiwa mtoto. Acha uone. Uongo mtupu. Jamaa amekuwa so excited mpaka uongo mtupu. Well, I know I've been redeemed. Mwalimu pengine tuoneshe Yesu amebatizwa vipi? 3:13 kitabu cha Mathayo, kisha nikuoneshe Yesu alibatizwa venye sisi tunabatiza. Lakini ya kanisani ya kupakwa macho sijui hapa kwa nini? Uongo mtupu. Upende ukatae. Hii hapana ya Mungu, imeletwa kwenye makanisa ya ufalme ama na ule mwanamke niliyekuonesha kanisa ya Kirumi, the first church. Hivyo ukiona makanisa mengi, sijui Pentecoste, sijui nao ni ya gani, sijui New Believers in Fire, ukiona hizo zote, ujue sio mingi, hapana, ni moja, maana imezaliwa na mama yake aliyeanzia. Soma hiyo mwalimu wangu, mimi napenda nimalizie. Lakini nitaweka video 2 za miujiza ya uongo, alafu tutapeana nafasi ya swali tumalize. Kweli mwalimu wangu ya ubatizo. Sama mwalimu. Haya, twende. Tunataka kutoka, tafadhali tupatieni njia hapa. Hii gari iweze kutoka. Haya, tengeneze tu njia
Kidogo tu. Watoto msikimbie, pole pole tu, kujeni hapa. Kujeni mbele watoto. Kujeni hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Na msiondoke manake tumebakisha maneno hapa. Tumebakisha ujumbe. Huyu brother anajitolea kama wachachi yetu kwa hao. Kule kama wachachi yetu. Unajua watu wachachi yetu ndio wanajitoleanga hivyo. Tunasema vipi? Huyo lazima nitakununulia chai. Ni kazi ya Mungu Haya, barikiwa sana. Haya. Vipi itakuwaje? Ama tuendelee ama unaonaje? Wacha apite. Haya basi, hivyo ndivyo ilivyo. Tutulie kidogo. Kisha muendelee kutayarisha maswali. Muendelee hapa, tuogopi maswali. Uliza maswali kulingana na mafundisho. Na 1500 bado iko. Usikuja kutuuliza kwa nini mlima imeguswa. Hiyo hatujibiki sisi. Kwa nini akakuwa impeached? Hiyo sisi hatujui. Ulize kwa nini wamechagua juu wa Meru? Hiyo sisi hatujui. Lakini sisi tunajua ya Biblia. Ukituuliza ya Biblia itakuwa heri na itakuwa vizuri. Na tutakujibu. Kwa upole na unyenyekevu kama vile maandishi inasema. Basi sijui imeshakuwa vipi. Very good. Hiyo tumsaidie kidogo ama iko vipi? Tupigie push kidogo ama mnaona vipi? Tumsaidie kidogo. Barikiweni sana nyinyi wote mnajitoa. Thank you so much Sami. Basi asanteni sana, msiondoke manake. Ama atulie tu tumalize. Paul. Siongea naye atulie kumalizia, tunamalizia. Atupe like 10 minutes tumalizie. Paul. Ongea naye atupe 10 minutes tumalizie. Paul. Ongea naye atupe 10 minutes tumalizie. Haya, wacheni tuendelee. Atupe dakika 10 tumalizie. Haya. Yes, brother wajes. Iko vipi? Atupe dakika 10 tumalizie. Meshaongea na yeye. Atupe 10 minutes tumalizie. Haya, tuendelee. Basi tunaendelea kumalizia, wacheni tu concentrate, haitakuja, usiogope. Atakupa dakika kidogo. Huyu jamaa mstaarabu. Ni jamaa mstaarabu. Anatupea 10 minutes tumalizie. Watoto turudi nyuma kidogo tu ndio watu waone. Wacha tuoneshe ubatizo wa kweli ndio tusikosee huyu ndugu wetu, manake ametupea 10 minutes only ndio tumalizie. Watoto rudi hivi kidogo. Mwalimu, ubatizo wa kweli ndio hii. Ukiona gavana akiamini katika kanisa ya kweli, hata mwalimu twende kwa video, atabatizwa katika maji mengi, katika mtoni kama Yesu. Yesu anatuambia namna gani? Petro wa kwanza 2:21. Haya, amefika. Asante sana. Tuondoke kwa wepesi. Asante sana brother. Nashukuru sana. Thank you so much. Wow, thank you so much. Barikiwa sana mzee wetu. Tumeheshimu hiyo sana. Haya, tu concentrate tumalizie hii. Haya, tengeneza. Haya watoto, turudi nyuma. Tunaweza keti chini watoto. Turudi nyuma kidogo tu. Thank you so much. Tunapeana opportunity ya maswali. Mose. Thank you so much. Basi watoto keti. Rudini nyuma kidogo. Hivi ndio ubatizo ya kweli. Ingine hapana ya kweli. Watoto na mnyamaza watoto. Kati, unaweza kaa chini. Thank you so much. Yesu alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Watoto watusi na kuambia basi ni kweli. Kweli. Bora watulie. Watoto tulieni. Haya, twende mwalimu, piga pray. Hii ndio ubatizo ya kweli. Na usipobatizwa hivi, mimi nakwambia peupe na sitakudanganya.
uzima wa Mungu hautapatana nao. Na kuambia kashkash, usipobatizwa hivi hautaingia. Hata utoe fungu la 10, upande mbegu, utoe sijui pesa 1,100 kanisani, usaidie sijui mchungaji kununua nini, hautaingia kama hautabatizwa hivi. Haya, piga pray twende. Ndio hiyo batizo ya kweli, kwa ustaarabu na taadhima. Hiyo ndio ubatizo ya kweli. Sijui labda urudie tena. Na nitapiga muhuri na Biblia. Ya kwamba hii ndio ya kweli. Ya kuwekewa hapa kwenye uso uongo mtupu, hii ndio ya kweli. Yesu alibatizwa hivi. Yesu alibatizwa kama huyo jamaa. Mwalimu wangu, 3:13 kitabu inaitwa ya Mathayo. Na Yesu hakubatizwa akiwa mtoto. Hakuna hiyo andiko. Na Yesu wakati aliletewa watoto wadogo, alisema vipi? Waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu unafananishwa na watoto wadogo. Yesu akapokea watoto, akaekelea mikono yake juu yao, akawabariki. Hiyo ndio inaitwa kufanya nini? Dedication. Yesu alipokea watoto, hakuwabatiza. Soma Biblia katika Marko 10:13 mpaka 16. Watoto hawabatizwi, watoto wanapokelewa kama haya. Mwalimu wangu, soma hiyo andiko. Yesu alibatizwa hivi. Imeandikwa 3:13 kitabu ni cha Mathayo. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Yesu akaja akiwa mtu mzima, hajapelekwa akiwa mdogo. Angalia Luka 2:22 hadi 27. Yesu akiwa mtoto mdogo alipelekwa kanisani, lakini si akabatizwe, alipelekwa apokelewe, afanyiwe dedication. Luka 2:22 hadi 27. Angalia Biblia yako. Yesu amefanyiwa nini? Akiwa umri wa miaka 30 akaenda kwa Yohana River Jordan, sio kwa kanisa kama siku ya leo. Akaenda kwa Yohana, akafanyiwa nini mwalimu wangu? Wewe changamka. Yesu akajibu akamwambia, kubali 16 inasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia. Yesu alipobatizwa mara akatoka majini. Unaweza toka katika maji ya karai, uongo mtupu. Unaweza toka ndani ya maji ya bakuli, uongo. Yesu alitokea hivi. Kuna picha mwalimu, kuna zile mapicha hapo. Yesu aliingishwa hivi kwenye maji, alafu hiyo nyingine inayofuata akaingishwa ndani kabisa, kuzamishwa. Endelea, akatokea hivi. Hivi ndivyo Yesu amebatizwa. Na sio Yesu peke yake, mitume waliishi kubatiza watu hivi. Mitume, angalia Mitume 8 mstari wa 36, Acts of the Apostles chapter 8 verses 36 to 38. Mtume mmoja aliyeitwa Philip aliona mtu mmoja aliyetoka Ethiopia, alimbatiza hivi. Sio kwa maji kidogo na sio kanisani. Yohana Mbatizaji alibatiza wapi? 3:23 kitabu cha Yohana. Nakupa nafasi ya swali, usiende. Naeka video 2 ya miujiza ya uongo, kisha nikupe nafasi ulize swali. Hii ndio ubatizo ya kweli. Lakini kanisa ya Kirumi ikaleta maubatizo za uongo kwenye makanisa. Wakristo kwa wapagani wote kwa ujumla wanafuata. Soma hiyo andiko mwalimu wangu. 3:23 kitabu ni cha Yohana. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Yohana alibatiza Ainoni, karibu na Salimu. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kulikuwa na maji tele. Kwa hiyo ubatizo wa kweli ni wa maji tele, sio wa maji kidogo. Kweli si kweli mwalimu wangu? Basi ubatizo wa kweli ndio huu katika mtoni. Yaani kuna sababu unabatiziwa kwenye mto, kwa sababu kubatizwa ni kuzaliwa tena. Na maji yako na uhai. Na ili uamini ni ukweli, ndani ya maji wanaishi samaki, wanaishi wili mbitu. Hiyo ndio tunaita jorori kwa Kikuyu yetu ya Kiambu. Aya, wili mbitu, kuna mamba, kuna zile zote unajua zinaishi kwenye maji. Hiyo maji inafaa ikuzae. Kama vile umeona huyu ametokea akiwa kiumbe kipya. Ukibatizwa kwa maji kidogo haujazaliwa. Yaani maji inafaa ikuwa kwamba ukiingishwa umekufa, ukitokea umefurika ama umefufuka, umekiwa kiumbe kipya. Kweli si kweli? 6:4 Warumi, piga muhuri kisha niweze
kuandaliwa hizo video mbili za muujiza ya uongo, alafu tumalizie na kupeana swali. Haya, safi, mwalimu wangu haraka haraka Warumi 6:4 kitabu ni cha Warumi. Na nimekuambia watoto wabatizwi. Angalia siku moja watu walihubiriwa, waliposikia injili wakabatizwa watu 3,000. Kwa watu 3,000 hakukuwa na mtoto hata mmoja. Angalia Matendo ya Mitume 2:41, utaona watu walibatizwa 3,000. Ukiangalia hiyo Matendo 8:12, waliobatizwa hao 3,000 walikuwa ni wanaume na wanawake. Watoto wanapokelewa kwenye kanisa, wanaekelewa mikono, wanabarikiwa. Sio kubatizwa kama siku ya leo. Na hii ndio ya kweli, ya simu mpura pana ya ukweli. Soma hiyo mwalimu wangu. Imeandikwa 6:4 kitabu cha Warumi. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tukibatizwa inakuwa kana kwamba tukishaingizwa kwa maji tunakufa kwa sababu ya dhambi zetu. Ndio inasemekana tulizikwa pamoja na Yesu kwa njia ya ubatizo. Kisha inaendelea kusema katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Hii ndio ya kweli. Kama ulipakwa hii hapa, ujua kwamba hiyo ulipakwa maji, sio kubatizwa. Kama ulibatiziwa kanisani, jua ulioshwa, sio kubatizwa. Hii ndio ya kweli. Na usipo hii hautaingia. Na maana tunataka uingie. Kanisa iko hapa, Church of God Seventh Day. Sisi tunafuata Biblia. Na hii Biblia sio ya Seventh Day. Wacha uone. Hii inaitwa kitabu ya Catechism. Hii sio ya kanisa yetu, ni kitabu ya dini. Inaitwa Catechism ya maswali na majibu. Hawa ndio walihusika katika kubadilisha mambo ya Mwenyezi Mungu. Wacha nikusomee katika hiki kitabu cha Catechism, usikie hiki kitabu kinasema namna gani na usikie Biblia inasema namna gani. Wewe niambie ama utafuata Biblia ama utafuata kanisa. Soma mwalimu wangu 6 nini? Soma. Tunasoma katika katekisimu ya maswali na majibu. Inatokana na katekisimu ya kanisa. Kanisa takatifu. Sawa. Hapo sawa. Kanisa za watu. Sawa, kwa sababu tuko na yetu. Tuko hapa kwa mafundisho. Sio kutaja kanisa za watu. Kweli kabisa. Soma. Ubatizo tunasoma kuanzia hapa. Mungu anawataka watu wote wabatizwe. Mungu anataka watu wote wabatizwe, na ni ukweli hivyo. Hapo sawa kabisa. Kama tunataka kuogoka, endelea. Kama tunataka kubadilika, ni sharti tubatizwe. Ni lazima tubadilishwe, na ni ukweli hiyo. Endelea. Hapo sawa. Ni wajibu wa wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Uongo mtupu. Mtoto abatizwi. Maana tumesoma Yesu alipoletewa watoto, je, aliwabatiza? Marko 10:13. Niandalie video maana sisomi andiko nyingine. Soma hiyo mwalimu wangu, nipe. Marko ni 10. Aya yake ya 13 nafika pale mwalimu. Safi. Marko 10:13. hata kisha pale Yesu alipoletewa watoto wadogo, sisi wote tunajua, alipokea watoto akawaekelea mikono akawabariki, lakini hakuwabatiza. Inasema hivi. Fikia pale mwalimu kwa sababu ya wakati. Nataka nikuoneshe, japo kanisa iliendelea kuharibu, shetani akiwa ndio kiongozi, alileta kitu inaitwa miujiza ya uongo kwenye makanisa. Maana shetani anajua watu wanampenda Mungu sana, ndio maana akaleta miujiza ya uongo. Kwa mfano, mama moja yako hapa alienda akiwa na mimba kwenye kanisa ili afanyiwe maombi, ndio akizaa asizae kwa habari mbaya. Wacha uone aliombewa kwa njia gani. Mimi napiga video mbili lakini ziko mingi. Nipe sauti hapo. Ama hakuna sauti? Ni sawa. Ni mmoja mzito. Alikanyanga, angalia. Alimkanyanga kwenye hiyo mimba. Unaona? Angalia, nataka uone baadhi ya miujiza za uongo kwenye makanisa. Amemkanyanga vizuri. Unaona? Na Yesu alikuwa ametabiri ya kwamba siku za mwisho watatokea manabii wa uongo kama huyu.
Lakini watu kwa sababu wanapenda miujiza wanafurika kwenye hii makanisa. Wanafurika hii kwenye hii makanisa. Wakiambiwa mambo mengine, sijui ufanye nini ndio ufanyiwe nini na Mungu. Uongo mtupu, miujiza ya uongo. Mwalimu wangu, mwanamke mjamzito anakanyangwa mimba yake akiambiwa kwamba atapokea uponyaji. Uongo mtupu ndugu zanguni. Hii ni miujiza ya uongo. Na manabii wengi watatokea kama vile tuliambiwa na Mathayo 24 kuanzia mstari wake wa 4. Huyu ni wa uongo. Hakuna kitu kama hii. Mtu akiwa mgonjwa, Biblia inasema aombewe na apakwe mafuta kulingana na kitabu cha Yakobo 5 mstari wake wa 13. Ndio inaitwa James. Sio hivi kukanyangwa katika mimba. Wewe jamaa, wewe uko na bibi yako, umefanya bibi yako wako mjamzito, wewe unaweza kubali afanyiwe hivi? Wewe mama, wewe unaweza kubali ombewe hivi? Ako hapa atasema uongo. Unaona? Akapiga magoti tena hata ufai kupigia mtu mambo ya uongo. Soma Efeso 3:14, usipigie mwanadamu magoti. Uongo mtupu ya makanisa. Wewe mwalimu wangu, mwelekezi, nipe video ingine mmoja tupeane nafasi ya swali. Ndio hiyo ndio upenda. Kuna mwingine na hii ndio ya mwisho. Ukipelekwa kwenye kanisa yake ukiwa mgonjwa, wacha uone unafanyiwa namna gani. Piga play tumalizie. Mwalimu wangu. Na sijui sauti imeenda wapi. Michael, sauti. Vipi bwana? Tengeneza hiyo hebu toa jaka alafu nilishe tena. Haya. Ni sawa, haina shida, tunamalizia. Huyu mchungaji wacha uone. Ukipelekwa kwake tuandamane Michael, ukiwa mgonjwa wacha uone unafanywa namna gani. Ndio huyo. Kwanza anaingiaga kanisani kama celebrity. Unaona venye anaingia kama celebrity. Alafu ndio huyo na ni senior pastor, ndio overseer wa hii kanisa. Wacha uone anakuinua vizuri ukiwa mgonjwa. Sasa wewe umelemewa uko mgonjwa. Mchungaji senior pastor overseer wa hii kanisa anakuchukua na akosagi kitu kwa mdomo. Sinaona anachuchu. Sijajua kama ni toxin ama ni nini. Lakini akosagi kitu kwa mdomo. Haya, ndio anajiandaa vizuri ndio huyo. Sasa hizo wewe ni mgonjwa. Alafu unafanya nini? Anakuzungusha ndio upone, anakuzungusha kisha anakupigisha kwenye viti. Unaona? Kanisa watu wanaenda siku ya leo. Mwalimu wangu. Naam. Angalia, nilikuwa nimesema kwamba sitasoma nyingine, lakini 24 mstari wake wa 11 na 12, kisha sasa uamuke upatiane nafasi ya swali. Nani aliye na swali? Soma kitabu cha Mathayo 24:14. Nani yako na swali? Kuna yako na swali? Nani mwingine yako na swali tofauti na huyu? Wewe usiende kama hujajibiwa swali yako. Kama uko na nani mwingine? Kuna huyo na kuna wewe. Nani mwingine? Kuna huyo na kuna mtoto. Watano hao wametosha. Haya. Na by the way mimi sio mchungaji, mimi ni mwalimu wa Biblia. Sisi tuko chini ya kiongozi wetu, tutampata hapa anaitwa overseer Bishop Hezekia Kuria Karanja, ndio namba yake. Kitaka namba zetu tutakupea. Ukiwa na shida unasikia kwamba umelemewa sana, njoo pale kanisani. Tutakupatanisha na wachungaji. Sisi ni walimu tu wa Biblia. Haya, soma hiyo kisha 24 aya yake ngapi mwalimu? Aya yake 11 na 12. Imeandikwa, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Manabii wa uongo na wachungaji wengi wa uongo watatokea na kudanganya kama vile tumeona. Wa kwanza alikuwa mgani? Nani alikuwa wa kwanza alikuwa na swali? Huyu mzee pengine. Huyu mzee ako na swali. Sijui atakuja ama utaenda. Uende na Biblia. Itakuwa vipi? Nenda na Biblia. Haya, haraka tumalizie. Ako wapi? Ama mzee ukuje tu hapa. Kuja tu haraka. Kuna mwenye amekukaribia kwa swali?
Ujambo ndugu yangu? Si jambo. Unaitwa namna gani? Mimi naitwa Stefano. Stefano, mimi naitwa Wainaina Mukabi. Uko na swali? Kawaida. Uliza swali. Kuzingatia maana sawa Niko pale pale. Okay. Ningetaka kujua jana nilifuatilia mafundisho na leo vile vile nimefuatilia kidogo. Kweli kabisa. Na ningetaka kujua katika halama ya hiyo Kogmas niliona mko na halama mbili. Jana mlitufundisha. Kwa hivyo ningependa kujua kama nyinyi ni wa Masihi, wa Masihi alama yao mimi naielewa. Wale Masianic na kuna wa Sabato alama yao naijua ya imani yao. Ningependa kujua hii alama yenu hii sasa zikiwa mbili, kuna nyota na kuna hii, ningelitaka kujua zinafundishwa wapi? Sikiza, zinafundishwa wapi ama ni wapi watu wanaambiwa waweke alama kwa niaba ya dini? Maana ukisoma katika sinagogi hakuna alama yoyote ile, not unless you prove me wrong. Kwa sinagogi hakuna alama yoyote. Kwa hivyo ningelitaka kujua hizi alama mbili, maana si ya wa Messianic na si ya wa Sabato. Na wewe nimesikia umesema wewe ni Adventist ilianzia na Helen G. White, hakuna mtu mwingine alianzia na nyingine. Hivyo ningetaka kujua hii yenu ilitoka wapi ama ilianzia vipi? Ningelitaka kujua. Asante. Naam. Sasa kwanza kabisa hiyo umedhibitisha huko unasikiza. Kwa sababu kuna mahali nimesema sisi ni Waadventista. Kuna mahali nimesema sisi ni Waadventista. Ukisema tunaitwa Church of God Seventh Day. Seventh Day inamaanisha nini? Si ndio hiyo mimi nilikuwa nauliza Seventh Day inamaanisha nini? Si Seventh Day kusema siku ya saba. Seventh Day Adventista ni wa Sabato ambao walianzana October 12 1824 baada ya Day of Disappointment, kama umesoma historia ya hizo Adventista. Kwa hivyo tusiende pale. Hii alama sasa hii ningelitaka kujua ilitokea wapi ama ni kwa nini mkalete hii alama. Wa Sabato walikuwa na yao pia, wao wanatuambia wako sawa. Wa Masihi